Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji. Ndugu zangu, tuchakate. Ndugu zangu, naona stori za vijiweni zimehamia bungeni. Bunge limekuwa ni sehemu ya kudiskasi stori za vijiweni kwa sababu misingi ya bunge sio sisi tumeiandika. Misingi ya bunge wameiandika wakoloni na wanatusisitiza tuisimamie. Lakini muda sio muda tutaandika misingi ya bunge letu wenyewe. Muda sio muda, dunia inapasuka. Kweli wapole, tutafuta huu ujinga, huu ni ujinga. Nataka nianze kumjibu huyu madam mbunge kwa sababu huyu amejaa uzungu kuliko Uafrika. Najua, kumbuka Uafrika mwanaume mmoja wake wengi, uzungu mwanamke na mwanamke na mwanaume na mwanaume. Yaani uzungu sio tena mwanaume mmoja hata na mke mmoja, wameshatoka huko. Mwanamke kwa mwanamke, mwanaume kwa mwanaume. Huo ni uhuru. Kwa sababu huyu madam anakuja na hoja za uhuru, unajiamulia. Tukirudi huyu madam kabla wazungu hawajaja wakatuletea uzungu, mwanaume ulikuwa huamui kumuoa mwanamke unayemtaka, wala mwanamke alikuwa haamui kuolewa na mwanaume anayemtaka. Mfano, naongea kwa mifano. Mimi nimezaliwa kwa Wamushi. Wamushi wameshanifundisha kulima heka nzima mpaka navuna. Wanajua kabisa hili dume limesha komaa, inabidi liletewe mwanamke lizalishe binadamu wengine, kwa sababu hili linakoelekea litachoka, litapotea, inabidi lituachie Mushi mwingine. Kwa hiyo wanakwenda wanakojua kwa Wamasawe, kwa Wamalia, kwa wanini, watakwenda huko watakokwenda, wataniletea mwanamke sio kwa ridhaa zangu. Hicho kitu kinachoitwa upendo. Unajua wazungu wamekuja kutunyang'anya vitu vingi sana, alafu wakatuuzia kitu kinachoitwa uhuru, kitu ambacho hakipo hata kwa Mungu. Waafrika, basically sio Waafrika, watu wengi sana. Sababu nikisema Waafrika sana nitakuwa na kama nawaonea sana Waafrika. Watu wengi tunaoishi katika dunia yetu ya sasa haina tofauti na mateka waliotekwa, wakafunikwa nyuso zao, wakaingizwa kwenye chombo cha usafiri, wakapelekwa sehemu ya mbali kabisa. Walipofikishwa kule, wakafunguliwa vile vitambaa vilivyowaziba kwenye nyuso zao, yani macho, wakaachiliwa. Hawajui walikotoka, manake ili waweze kurudi. Kwa hiyo ile sehemu waliofikishwa ina masharti yake ili kuendelea kuishi. Ukiyakiuka yale masharti ya ile sehemu, unakufa. Ndiyo dunia yetu ya sasa. Hakuna mtu anaweza akatrace akarudi nyuma, hivi tulikuwa tunaishije? Tumejaa usasa sasa. Ndio maana madam anakuja na hoja kwamba tunaolewa na tunaowataka. Hasa nataka nimwambie huyu madam, kuna mwanamke mmoja hivi maarufu sana mtandaoni. Mimi nilimjua 2001, anaitwa Jennifer Lopez J-Lo. Na nilimjua J-Lo kipindi P Diddy ana matatizo ya bunduki. Zamani hizo P Diddy alikuwa anatembea na J-Lo. Na kipindi P Diddy anatembea na J-Lo, J-Lo alitoka kwa mwanaume, ametoka kuolewa. 2001 anamjua Jennifer Lopez, alikuwa na miaka 32. Sasa hivi Jennifer Lopez ana miaka 56, anatafuta bwana wa kumuoa. Yaani kuanzia 2001 Jennifer Lopez anaolewa tu mpaka leo hii Jennifer Lopez anaolewa kwa sababu anamtafuta mwanaume anayemtaka. Kwa hiyo madamu mbunge, kama hujaolewa, utaolewa na utaendelea kuolewa tu kwa sababu unamtafuta mwanaume unamtaka wewe. Madamu mbunge na kujibu. Na kama una mtoto wa kike unamjaza hizo riederi zako, mtoto wako wa kike hawezi kuolewa. Alafu research iliyofanyika, wanawake wenye itikadi kama za madamu mbunge ndio wanaendesha zile biashara za sex toy. Mwanamke yote mwenye kauli za kishujaa kwa wanaume huwa ana sex toy ndani kwake. Sio mimi, ni wazungu walifanya research. Yaani biashara ya sex toy, viungo vya wanaume vya kufanya mapenzi, viko vya wanaume na vya wanawake, vinavyouzika zaidi ni vile vya wanaume, yaani wanaume bandia kuliko hivi vya wanawake bandia. Mwanaume, unajua si wanaume tuko pragmatic. Yaani ukikuta mwanamume mwenye itikadi za kizungu anaelekea kutoka kwenye wanaume mpaka anakuwa shoga. Lakini bado asilimia kubwa ya wanaume tuko pragmatic. Kwamba na hamna mwanamke, lazima nimtafute mwanamke. Lakini kauli za kishujaa kama za madamu mbunge ndio zinazoendesha vile viwanda vya sex toys. Sijafanya mimi hiyo tafiti, nimefanywa na wazungu wenyewe kwamba wanawake wenye kauli za kishujaa kwa wanaume wanamiliki ma sex toy. Yako mengi sana, ni very expensive. Madam mbunge, I'm sorry but nimetakiwa nikujibu ili
kuwaokoa wanawake wengine wenye akili kama yako. Hakuna kitu kinachoitwa uhuru. Kama binadamu wa kwanza, sijui mtu wa kwanza, mwanadamu wa kwanza, whatsoever name, Adamu, alafu ndo akaja bin Adam, hawakuwa na uhuru. Unataka uhuru gani? Wazungu walichukua vya kwetu wakatupa uhuru, na mpaka leo wanatuhubiria uhuru ili wachukue mali zetu. Tunajua tutafika tu. Sasa ni madam ndivyo alivyo. Sasa tuende kwa Baba Levo sasa. Tumjibu Baba Levo na stori zake za kijinga. Sababu hizi stori zote kaanzisha Baba Levo. Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakuambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie. Unajua, ili wazungu wafanikiwe kutuvuruga, walitumilikisha vitu individualist, yani hichi cha kwako, hichi cha kwako, hichi cha kwako. Kumbuka kabla ya wazungu wajaja tulikuwa tunaishi kijumuiya. Kwa hiyo wakatunyofoa ile itikadi ya kijumuiya, wakatujaza chako, mtoto wako, shamba lako, chako. Tulikuwa hatuna hicho kitu, kumbuka. Sasa hii hoja ya Baba Levo ni ndogo sana kwa watu ambao tunajua tulikotoka na tunapelekwa wapi. Kwanza, mwanaume hanaga mtoto siku zote. Mwanaume huna mtoto. Mwanamke anashika mimba. Akishika mimba, si anakuambia hii mimba ni ya kwako? Si yeye amesema, kwani umesema wewe? Unaona jinsi watu usomi ulivyo mjinga, uzungu ulivyo mjinga. Mmefanya mlichofanya, akwambia bana nina mimba na wewe ndio msababisha. Umesema wewe. Jukumu la mwanamume linajulikana dunia nzima. Yeye ni mtunzaji wa hii sayari pamoja na vilivyopo. Yeye ndio amepewa maarifa. Utatunza yule mwanamke. Toa uzungu tuliojazwa. Toa uzungu tuliojazwa, ndugu zanguni. Kwa sababu kama mwanamke anakupa ile mimba uitunze, ile ngali sio ya kwako. Manake aliyesababisha hiyo mimba labda hana uwezo kama wewe. You see, wanawake wana akili, sisi tuna maarifa, kumbuka. Kwa hiyo kwa akili yake anajua kabisa Shabani amenipa hii mimba lakini hana uwezo wa kuitunza. Kwa sababu walikuwa wananitafuna Shabani na Ima. Hii mimba nampelekea Ima. Ima, tunza mimba kwa nguvu zote, Mungu atafungua milango ya riziki. Hivyo kila utakachojigusa kitafanikiwa. Wazee wetu walikuwa sahihi kwamba mimba zinakuja na baraka. Acha sasa hivi unalima heka nzima, unavuna, unaweka kwenye gari, unapeleka Kariakoo, unamkuta mtu anakupangia bei. Tutatoka kwenye huo ujinga. Unalima mali yako, soko unaliona. Kama watengeneza maudhui wanavyotengeneza maudhui yao, hawawazi pa kwenda kuyauza. Hivyo hivyo kilimo tutakifanya hivyo hivyo. Bana Ima, tunza mimba vizuri. Wewe ndio unaitunza. Siku mwanamke anakuambia bana, manake labda Shabani mambo yake yamesha kwa vizuri, wewe gharama zote ulizozifanya, wewe sio muhusika. Muhusika ni Shabani. Inauma, si ndio? Zamani wazee walikuwa wanafanyaje? Kwa sababu hivi vitu havijaanza jana wala juzi. Zamani wazee walikuwa wanakifanya. Unachukua hoja yako kwa wazee. Mchezo ulikuwa unafanya ni elimination. Shabani anauawa. Hutaki kumdhuru mwanamke, hutaki kumdhuru mtoto. Haya mambo yako tangia zamani. Shabani anapotezwa bila ushahidi. Na hii michezo ilikuwa inafanyika kwenye vilabu vya pombe. Ishajulikana kabisa ile mimba alikuwa anailelea bana Ima na yule mtoto ni wa nani? Ni wa Shabani. Shabani anauawa vizuri tu. Na yule mtoto na mke watabaki kwako. Yule mwanamke atakwenda wapi akaanzishe tena mahusiano? Unaona wazee wa zamani walikuwa na akili. Na wazee walikuwa wanafanya huo mchezo kuzuia upumbavu. Wenyewe kwa wenyewe walikuwa wanajuana kwa sababu wanawake tangia zamani ni wengi. Kumbuka mwanamke habaki. Ndio maana Shabani inabidi adhibiwe. Jennifer Lopez hawezi kunibaka. Yaani Jennifer Lopez hata afanyefanyeje leo hii na miaka 56, Zakari yangu hawezi kusimama. Lakini Jennifer Lopez wa miaka 20, mimi kunibaka anaweza. Miaka 20 unafanya masiara, Jennifer Lopez wa miaka 20. Hata Wema Sepetu sasa hawezi kunibaka. Lakini Wema Sepetu 2006 ana uwezo wa kunibaka. Kwa hiyo tatizo lolote la kimahusiano linapotokea,
mwanaume tangia zamani hizo alikuwa ndio anahukumiwa. Mwanamke hawezi kubaka wewe. Usiletee uzungu eti wanaume sijui nini. Wewe usiletee uzungu hapa. Mwanamke akitaka kumbaka mwanaume manake inabidi aingilie saikolojia ya mwanaume. Je, saikolojia ya mwanaume yani eti Jennifer Lopez amenivulia nguo saa hizi. Zakari nasimamaje? Bibi wa miaka 56. Pointi yangu ni nini? Hizi ni hoja za vijiweni. Na tangia zamani wazee wetu kabla hawajaja wazungu, Shabani anatafunwa tu. Yaani mwanamke akishakwambia hivyo wala hupanic, unatulia. Unamjua mwizi wako ni nani? Unampoteza kimya, jamii inabaki kwenye utulivu na maisha yanaendelea. Hurushi ngumi, mumdhuru mtoto, usijui ile mambo yalikuwa yafanyiki hivyo. Situletee uzungu wewe. Hizi stories za vijiweni zinamalizwa. Siku hizo wana style zao ambazo ni mbaya zaidi, sizipendi. Lakini lazima turudi kwenye misingi ya babu zetu. Na wazee wetu walikuwa wanafanya vile kwa sababu walikuwa wanajenga empire. Kivipi? Mimi naweza nikaa na wake zangu 5. Shabani labda ni mvivu, hataki kupambana awe na wake wengi, ananyemelea wake za wenzake, anawafanya hivyo. Kwa hiyo wazee walichokuwa wanafanya, mtu yote anayetembea na mke wa mwenzake ni mvivu, inabidi auawe katika jamii. Unaona tulikotoka? Kwa sababu kumiliki wake 5 ilikuwa sio mchezo. Maana unapambana kweli kweli, na jamii ilikuwa ina promote hicho kitu na kulinda watu ambao wana uwezo wa kuwa na wake wengi. Hakuna mtu akugusa mke wake, kwa sababu kuwa na wake wengi kipindi hicho maana ni dume linalojituma shambani. Sasa ile dume linatunzwaje? Tuletea tabia gani hizi kwamba wenzako wanapambana wewe unapita? Kwa hiyo wazee walikuwa very strict kulinda mtu ambaye anatengeneza ufalme. Kwa hiyo hoja ya Baba Levo kwamba hajui alikotoka na anapelekwa wapi. Nani katembea na mke wako? Tuonyeshe, tunammaliza. Mke wako na watoto wanabaki pale pale, wanatunzwa pale pale. Bali wale ni wako bado. Wewe ndio unayelinda hilo shamba. Kinachozalisha kwenye hilo shamba, wewe ndio mkulima tunayekuona. Unajua dunia nzima ina tabia za ajabu sana. Kuna kitu kinapenda kuhubiriwa duniani, alafu kwa Wayahudi hakina nafasi kabisa. DNA. Wayahudi hawapimagi DNA. Hivi unalijua hilo? Wayahudi wana tabia fulani hivi ambazo nzuri kweli kweli. Kumbuka hawa ndio watu, hii ndio jumuiya tajiri zaidi duniani. Jumuiya tajiri zaidi duniani ni jumuiya ya Kiyahudi. Yes, the richest community in the world. Financial, kipesa, zaidi ya 60% ya mfumo wa fedha ni wa Wayahudi duniani. Anayekuja kuchallenge ni Mchina. Yaani kabla ya Mchina kuja juu kwanza, kwa sababu yani Chinese society ndio ina challenge the Jewish community financial infrastructure, kwa sababu ndio hiyo Marekani. Hawa watu hawanaga kitu kinachoitwa DNA. Ngoja nikwambie kitu kimoja, wale Wakristo wangu mliojazwa matango pori, ngoja niwasaidie. Dunia nzima ukiwatoa Wayahudi, wanaamini kabisa Yesu, Wakristo wanamuita Yesu mwana wa Mungu. Waarabu, jamii ya Kiislamu ni Yesu bin Maryam, kwamba Yesu hakuzaliwa kwa mahusiano ya mpenzi wa Mariamu ambaye ni Yusufu, wengine wanamuita Josefu na Mariamu. Lakini kumbuka watu walikuwa wanalala chumba kimoja. Kwa Mariamu ameshika mimba, Wayahudi wote duniani wanaamini mimba ile ni ya Yusufu, kwa sababu walikuwa wanalala nyumba moja. Walikuwa wanatembea kama ni wapenzi kwa kifupi. Kwa hiyo ile mimba ya nani? Ndio maana Uyahudini Yesu ni Yesu mwana wa Daudi, kwa sababu Yusufu ni ukoo wa Daudi. Tutoe Yusufu tumweke mimi. Mimi ndo nilikuwa natembea na mtoto wa nani? Mushi huyo kazaliwa. Kwa sababu mimi si Mushi. Kwa mtoto wa Kimushi yule. Kwa sababu Mariamu nilikuwa natembea naye. Kwa hiyo ndio hiyo scenario kwa Yesu kwamba Yesu mwana wa Daudi, hilo ni kwa upande wa Wayahudi wanamuita hivyo. Wakristo Yesu mwana wa Mungu, manake Mariamu alishukiwa na Roho Mtakatifu, imani ya Kikristo. Kwa Waarabu Yesu mwana wa Mariamu, Isa bin Maryam. Kwenye jamii tatu, jamii ipi ambayo iko reasonable? Iko pragmatic zaidi. Kwa sababu Wayahudi lazima tutawaona wako pragmatic, kwa sababu Wayahudi wana ushahidi Mariamu alikuwa anatembea na Yusufu. Na Yusufu ni mtoto wa ukoo wa Daudi. Umekalia DNA kwa Wayahudi hazipo. Hata mimi ningekuwa na jamii yangu DNA haipo kabisa. DNA ni machafuko. Yaani DNA ni ujinga tumeletewa. Tumeshajiridhisha kabisa. Bana, fulani anamendea mke wa fulani. Hakuna kumdhalilisha kama mnavyofanyaga, sio kumdhalilisha kumpiga picha, hapana. Anauawa. Kimya ushahidi hamna, ili jamii ibaki na utulivu. Ndivyo wazee wetu walikuwa wanafanya.
kwa sababu yeyote anayetembea na mwanamke wa mwingine ni mvivu wa kumiliki mwanamke wake. Yaani yeyote anayemendea mali ya mwenzake ni mvivu kutafuta mali yake. Kwa hiyo anafanya nini katika jamii? Mna eliminate, mnatoa kabisa. Hilo ni gugu, haliwezi kutumika katika kujenga ufalme. Kwa Baba Levo anatuletea stori za kijiweni hizo ambazo na ni matokeo ya kutokujua tulikotoka na tunakopelekwa. Je, tungesimamia hiyo misingi yetu kwamba mvivu yote yule anatafunwa katika jamii, tungeleta hizo stori tunapeleka bungeni? Wapo wanawake, wapo akina mama, amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma, anamuona yule mwanaume hafai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inaambia tulikuambia. Ukiona unamsomesha mwanamke umelogwa wewe. Unachukua fedha yako unamsomesha mwanamke. Unajua asili ya kumsomesha mwanamke imetoka wapi? Kwanza turudi kwenye msingi wa elimu kwenye jamii ambayo imestaarabika. Kwenye jamii iliyostaarabika, elimu sio gharama. Tuanzie hapo kwanza. Kwa sababu elimu unaandaliwa kuipokea jamii tabaka lingine ambalo linaondoka. Yaani education should be something to discuss for. Yaani sio kitu cha fedha. Nitakupa mfano. Mimi najua kupika. Japokuwa ni kuchemsha tu na alinifundisha mama yangu. Je, mama yangu ningetoka nimlipe hela? Alinitrain kwa sababu wakati hayupo niweze kujipikia. Nimekupa mfano kwamba elimu sio kitu cha fedha. Lakini wazungu wameshatuletea kwamba elimu ni kitu cha fedha. Tukirudi nyuma, jamii zetu za Kiafrika, mimi nilikuwa naandaliwa kuwa na uwezo wa kuisaka riziki ardhini, kipindi hicho cha uprimitive, kama ni kuvua, kulima, whatever means. Mwanamke alikuwa anaandaliwa kama master wa nyumbani, kulima nini. Yaani alikuwa anapewa ile elimu namna ya kumiliki mazingira yake. Usijizime data. Mwanamke ni mmiliki wa mji, mwanamume dunia. Maanake kipindi hicho ukimwoa, yani ukiletewa mwanamke anaanzishiwa mji wake, utatoka utaanzisha mji mwingine, unakuwa uko sehemu na wanawake 3 5 ni wa kwako. Kwa hiyo jamii zote zilikuwa zimeshaelewana kwamba kila jamii inamwandaa mwanamke kuwa na uwezo wa kutawala mazingira yake, na hakuna jamii ambayo ilikuwa inaacha kumtrain mtoto wake wa kike namna ya kwenda kumiliki mazingira yake huko anakokwenda kuolewa, kwa sababu ilikuwa ni aibu jamii inayokuwa na watoto wa kike ambao hawana elimu vizuri katika kutawala mazingira yao, kama ni mkulima nini, ile home, nitumie lugha gani, kwamba master wa nyumbani ni mama. Kwa hiyo elimu alikuwa anapeana huko. Tuje kwenye jamii yetu ya kizungu sasa hii, tushaletewa wote tunakwenda masekondari, mavioni, manini. Kwa tumeshatoka kwamba mwanamke ni mtu wa nyumbani, kwa hiyo kuna hizi elimu za kizungu. Bado jukumu la kumpa mtoto wa kike elimu ni la hiyo jamii husika, si ndio? Sasa kwa sababu wanawake zetu wa kisasa wana hizo mentality za kizungu, kwa unakutana na mwanamke anataka kwenda na wakati, yani anataka naye awe wa kisasa, kwa anataka aende kozi fulani ili naye awe wa duniani, awe wa kisasa. Labda journalism, tuseme labda wewe uandishi wa habari, sio journalism, labda procurement, chochote kile. Yani ukishamkuta mtoto wa kike amefika form 4, kuna mwangaza fulani hivi ameupata, anahisi kabisa nikisomea hii kozi naweza nikawa independent, kawa huru kufanyia mambo yangu. Kwa unakutana na muuni unajichanganya. Na sana sana wanapataga hao wanaume ambao unajua mwanaume kupata fedha haihitaji madegree. Umezama, yani dunia ni ya mwanaume. Yani mwanaume ana njia nyingi sana za kupata fedha. Kwa hao wanawake ambao washafika form 4, form ngapi, kukutana na wanaume ambao wenye fedha lakini hawakupata uwezo wa kupata elimu ya juu. Kumbuka wanaume ambao hawajasoma mpaka sekondari ni ngumu sana kujua saikolojia za wanawake, tofauti na sisi ambao tumefika sekondari. Tunajua saikolojia za wanawake sababu tunajua wanavyofundishwa huko mashuleni. Mtoto kike akishaingia sekondari anachojazwa ni kwamba yeye na mwanaume hamna tofauti. Sote huo ushahidi tunao kwamba systematically mwanamke anaanza kuprogramiwa, wewe na huyu mwanaume hamna tofauti, kitu ambacho si. Ndio maana madam kule bungeni anaanza kuambia tunajiamulia. Mnajiamulia very good. Utakuwa unaolewa mpaka kama Jennifer Lopez mpaka miaka 56. Unatafuta mwanaume wako tu. Sasa ile mentality kwamba mimi na mwanaume ni sawa, ambayo huyu mwanamke anayo, anakutana na mwanaume ambaye hajui hicho kitu, maskini ya Mungu, alafu anampeleka shule. Kabla hajampeleka alikuwa anaongea Kiswahili vizuri tu. Kafika kajua Swanglish. Yaani Swanglish tu, wala sio kile Kiingereza proper, yaani Swanglish tu. Na kuseti simu na kompyuta basi. Hamwezi kuelewana. Unless labda unakuwa na fedha zaidi kuliko hao. Bado hata ukiwa na fedha nyingi, yani mwanamke kuna, yani unajua wanawake
Na ndio maana wanawake ni wepesi kuwapata, kwa sababu yaani ubongo wa wanawake kufanya maamuzi sijui ni wa aina gani. Na hamwezi kunihukumu wanawake, kwa sababu mpaka vitabu vya dini huko bado vimewapicha vibaya kwamba kwenye issue ya maamuzi wanawake nyie mna dunia yenu. Ndio maana nyie ni watu ambao mnatakiwa mbe control in a system. Yaani mwanaume mmoja hawezi kummiliki mwanamke mmoja, ni ngumu. Ili uwe salama lazima uwe na mwanamke zaidi ya mmoja. Kwa kunakuwa kwamba ile power ambayo mwanamke anayo katika kufocus na wewe inabidi sasa aigawe kufocus na mwanamke mwenzake. Hapo ndio mwanaume anakuaga salama. Wanaume wengi hawakijui hichi kitu, kwamba ujinga tulioletewa katika jina la Yesu, mke mmoja mume mmoja, hapa ndipo mwanaume alipopatikana. Lakini usalama wa mwanaume ni kuwa na mke zaidi ya mmoja, ndio at least mwanaume anakuaga salama. Yaani at least hapo anaweza akaishiishi kidogo. Nirudi kwenye hii hoja ya Baba Levo. Kwa hiyo unavyookotwa na mwanamke ambaye ameshajazwa kwamba yeye na mwanaume ni sawa, mara moja kwa moja anakuwa na akili za yule maadamu wetu alianza kusema kwamba tunaolewa na tunaowataka. Mwanamke ambaye hajapata elimu ya sekondari, elimu ya Kitanzania ni tamu sana. Mwanamke akifika mpaka la 7 na bado hajazijua hizi radio zetu, kwa sababu nazo radio zimeplay part kubwa sana. Mtoto akika hata akimaliza la 7 hajafika sekondari kujaza kwamba yeye na mwanaume ni sawa. Hizi radio tu hizi za walimwengu zinapenda kuwajaza kwamba wao na wanaume ni sawa. Ni sawa kwenye Qur'ani, hizi biashara zetu za mambo yetu. Kwa sababu kiali halisi unavomwambia mwanamke ana uwezo wa kutafuta riziki kama mwanaume, mnajua kinachofanyika duniani wakati wanawake wanapambana kuonyesha ule usawa wao ni kudhalilishwa katika level haielezeki. Research yako ifanye kwenye nchi ya Marekani na Ulaya, akina OnlyFans huko ndiko mwanamke atakuwa analipwa zaidi kuliko mwanaume. Kwenye OnlyFans, kwenye picha zile zetu zile, huko ndo mwanamke atalipwa zaidi ya mwanaume. Ndugu zangu, kwa Baba Levo, ukiona unamsomesha mwanamke utakuwa umelogwa. Ukimpata mwanamke wako umempenda, mmeshaanzisha familia, kwa sababu lengo la mwanamke lazima ni kujenga ukoo mwingine. Akishaanza kujenga ukoo mwingine, huyu sio kumpeleka shule, ni kumpa vikozi vidogo vidogo ambavyo basically ni vya kujenga ule ukoo wenu. Labda kichereani, kozi ya chereani, au kozi hata ya kuku wa kufuga pale hivyo. Na unamuinject kwenye hiyo system, tayari ameshaiongezea thamani jamii yenu. Ameshazaa watoto 2 3, bado amesimamisha maziwa kama Jennifer Lopez wa miaka 18. Unamchukua unampeleka shule? Kweli hawezi kurudi kwako wewe. Uko shuleni, uko kwenye ma colleges, wanaji college kweli kweli. Kwa hiyo mwanaume anayemsomesha mwanamke akili ana. Mwanamke unamuendeleza kimaarifa, akisha kuwa tayari ni mali ya jamii yako. Manake ameshazaa watoto ndani ya jamii yako. Period. Sio amesimamisha juju saa 6 za Jennifer Lopez wa 98, unamchukua unampeleka college. Watamcollege kwanza huko kwenye college akina sijui ma principal sijui na ma professor sijui na marafiki wenzake, yani watamcollege kweli kweli. Alafu unaweza ukafanya hata ATM machine. Wanawake wajue wewe. Madam ashakwambia wanatafuta kwa uhuru wao. Hiyo sentence ya madam ni kali sana. Mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye amemuita kama mpenzi, wamekaa, anajua kabisa hampendi, lakini yuko anamdanganya. Anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Gwajima, wasaidie wanawake wawe na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana, nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, anambia si wizi huo. Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kazuchu, siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna watu wao wana namna kukabiliana na mwizi. Hizi ndio stories za kijiweni. Unajua wanawake wameshadanganywa kwamba wana uwezo wa kuishi kama wanaume. Lakini tunajua master wa hii dunia ni mwanaume. Hilo Mungu hajawahi kutunyang'anya. Na Mungu ametutunzia hiyo heshima leo mpaka kesho.
utasoma mpaka Harvard, mwenzako ajua hata kuandika A, lakini ana uwezo wa kupata fedha. Hiyo heshima Mungu ametutunzia. Sasa issue ya mwanamke kula vya mwanaume na kukimbia, hapa mchezo unakuaga hivi. Hizi stories za vijiweni, mwanamke hana mwanaume mmoja, anadanga huku na huku. Sasa wanawake wana akili, kumbuka, tusijizime data. Wa binadamu wana akili kuliko sisi. Kwa anajua kabisa nakula vya fulani, alafu ikaingia simu ya fulani ambaye anatoaga hela nzuri zaidi ya huyu ambaye anakula vya kwake leo. Mfano, leo yuko na Shabani kaenda kubeba zege yake leo, kapata 30,000 yake, wamekaa sehemu na kunywa bia. Shabani kashamwahidi kwamba leo tuko wote. Inaingia simu ya Juma na one night kwa Juma anatokaga na 50. Huyo mwanamke lazima atoke kwa Shabani aende kwa Juma kwa sababu kuna 50,000. Ndivyo wenzetu wanavyofanya maamuzi yao. Na hii michezo wanaofanyiwa ni watu wasio na kipato endelevu. Shabani mbeba zege, msukuma mikokoteni, Juma dalali, labda ndo hela imeingia kwa sababu hela dalali pia nayo sio haiaminiki. Lakini mwanaume mwenye kipato endelevu, hata kama Zakari haisimami, hakimbiwi. Stories wanawake wako wazi sana kwenye stories zao hizi. Naenda kwa fulani ana matatizo ya nguvu za kiume, lakini nikilala naye mpaka asubuhi ananipa laki. Anakukimbiaje? Wanawake wanaikaga wazi kabisa. Kwa hiyo stories za babalevo hizi za vijiweni, unakimbiwa huna hela, na wanaokimbiwaga ni watu wa kipato niwekeje? Wafanyakazi, madalali, watu wa vibarua. Lakini wafanya biashara wakubwa hawakimbiwagi na wanawake ba. Na wanawake wanasema hawa wanafanya biashara wakubwa wenye uhakika wa kipato wana matatizo ya nguvu za kiume. Ni maneno yao, ni research yao imefanywa kwamba watu wenye uhakika wa kipato, gari nini, wana matatizo ya Zakari. Hawa kina Shabani wanaokimbiwaga wanapeleka moto kama mbali. Ni misemo ya wanawake hiyo. Kwa hiyo kina Shabani mnaokimbiwaga pia kuna faida yenu kwa maelezo ya wanawake, na ambao hawakimbiwagi nao na madhara yao. Kwa mwanamke siku anajisikia leo nataka nifanye mapenzi ile rough riding, anakwenda kwa Juma. Siku ana shida na hela, inabidi aende kwa Albert. Kwa Albert watalala mpaka asubuhi, kimoja chali. Ni misemo yao wanawake hao. Kwa hizi stories za vijiweni tu hizi kukimbia. Na sasa kina Shabani sasa wanaokimbiwaga wakija kugundua kwamba wanakimbiwa kwa sababu ya Albert, wanakuaga na hasira mbaya sana. Ni kweli, hapo ni kweli. Hapo ndo michezo ya hatari wanawake wanaoichezaga. Ndio maana kina Shabani wanakuwa na hasira, wanafanya vitu vibaya. Na kina Shabani wanakuwa na hasira kwa sababu wanawekeza hela yao ni ya shida sana. Albert akitoa laki, hata akichitiwa, akijua amechitiwa, anaga habari. Laki kitu gani? Zipo nyingi. That's the difference. Hiyo ndio tofauti. Yaani wanaofanyaga maamuzi magumu au mabaya kwenye mahusiano ni watu ambao kipato chao ni cha shida sana. Lakini watu wenye uhakika na kipato, malaya huyo aondoka zake, hawana habari. Hiyo ndio shida inapokuja. Na hayo ni matokeo ya wazungu kutunyang'anya riziki yetu, wakatuambia riziki ni ya kugombania, alafu tugombanie jinsia zote. Kabla ya wazungu, mwanaume ni mvuna riziki, anamletea mwanamke. Ilikuwa imeisha hiyo. Kumbuka hiyo. Usisahau tulikotoka kwamba mwanaume vuna riziki, mletee mwanamke. Imeisha hiyo. Wazungu wakatunyang'anya riziki, ikaachiliwa kidogo, alafu tugombanie jinsia zote. Usijizime data. Ndio tulivyofika hapo. Kwa hiyo mwanamke anayepambana kuishi maisha fulani, na especially ya kina Mama Sepetu, akina Joketi, akina Kajala, ya kwenye TV haya. Kwa hiyo inabidi atumike na wanaume wengi, aishi maisha ambayo ni ya kwenye TV. Sasa anavyowachanganya wanaume tofauti ndipo anavyotengeneza hizo kesi zilizosegerea. Stories za vijiweni hizi zimepelekwa bungeni. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa, usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani? Hapo Baba Levo ameongea ukweli. Mwanaume ni mwanaume tu. Hawe na fedha, asiwe na fedha. Yaani utajihisi wewe sio mwanaume kama misamiati ya dunia hii ambayo basically inatengenezwaga na kubi promoted kumforce mwanaume kujiviki, yani kupambana, sijui nisemeje, yani kuumia katika level ambayo sio. Kwa sababu kumbuka, riziki wameshaiteka wachache. Riziki ya dunia ni nyingi sana. Lakini kwenye ubepari, utajiri wa Elon Musk unakuwa kila nukta ya saa inavyocheza. Alafu mfanyakazi wa Marekani mpaka leo hii mshahara wake haujaongezwa. Nimekukumbusha tu kwamba utajiri usijumize sana. Wake zetu wanafundishwa namna ya kuja kutushambulia ndani ya familia.
Ukisikia vipindi vyote, mwanamke ambaye amekubali kwamba mimi mume wangu acha atafute, mimi acha nikae na watoto, nilee watoto, anaonekana ni mjinga kwenye taifa hili. Wanamtangaza kama mjinga. Unakubaliaje kukaa nyumbani? Mwanaume anachagua mwanamke anayemtaka. Kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya kazi, na kuna mwanaume anachagua mwanamke anayefanya biashara, na kuna mwanamume anataka mwanamke ambaye atabaki nyumbani na watoto wakati yeye yuko kwenye mapambano. Sasa elimu nyingi zinatolewa kwenye vipindi vya redio, ni elimu ambazo zinamuonesha kama mwanamke lazima utoke, lazima utoke. Sasa wakati anaanzisha vita ya kutoka kwenye familia ambayo mwanaume alioa mwanamke ambaye atakaa nyumbani na familia, ndio hapo ekaeka zinaanza kutokea. Jibu fupi hapa ni ukitaka kutawala watu hakikisha hawaelewani. Kwa hiyo msingi wa utamaduni wa mkoloni kuhakikisha jamii haina utulivu. Divorce rate, kesi za talaka magharibi, ni biashara inayolipa vibaya mno. Yaani kuna watu wanasomea sheria kusimamia kesi za divorce. Yaani kuna wakili kazi yake ni kesi zake ni za talaka tu, na anatengeneza hela vibaya mno. Nadhani Jennifer Lopez ametoka kukamilisha kesi yake ya talaka. Sijui ni ngapi. Maana yeye tangia nimjua anaolewa na achika, anaolewa na achika. Maadamu katuambia wanaolewa na wanamtaka, tadili na yule maadamu tu. Sasa huu mchezo unafanywa ndio maana nikamwambia redio za hapa nchini sio za kwetu. Kama alivyosema Baba Levo yuko sahihi kwamba yani redio zina promote na wanapewa fedha nyingi sana. Ukiona redio inacheza matangazo ya yale makubwa, soda, bia, simu, wale watu wanakwenda na maudhui yao. Yani ndivyo wakoloni wetu wanavyozidi kuoperate kwamba haya makampuni makubwa yanayotoa fedha nyingi maredioni, kwa sababu ndio yanayo control maudhui. Maudhui yao makubwa ni haki za wanawake, haki za binadamu, wanawake. Maana yake nini? Unajua mwanamke tangia zamani ana akili. Sasa chukua akili ya mwanamke ambayo natural amepewa na Mungu. Sasa anajaziwa na akili nyingine ya kizungu sasa. Kumbuka mtafuta riziki ni sisi. Hilo haliwezi kutoka. Sasa wakati tunatafuta riziki, ukituacha tukatulia tukawa na utulivu vizuri, tukatengeneza ujamaa fulani, tunaweza tukaipindua ile misingi ya wakoloni walioiweka. Yaani kwa mfano ile mawazo yangu nayo kujaga nayo kwamba lazima hii dunia lazima turudi kwenye jumuiya, na hicho lazima wa Tanzania. Nimekuambia jumuiya tajiri zaidi duniani ni jumuiya ya Jewish, Wayahudi. Hawa watu wanajiendesha kwa fungu la 10. Nitawakumbusha wa Tanzania lazima na sisi tuende huko. Sasa wanachokifanya wazungu, jamii isiyokuwa na utulivu kuanzia katika level ya kifamilia haiwezi kuwa na maendeleo. Takupa mfano. Tengeneza picha, mimi ni engineer mkubwa wa mradi fulani. Sawa, engineer mkubwa kabisa, nasimamia mradi fulani. Nimerudi nyumbani kwangu, nikamfumania mke wangu na mtu. Nikachukua bastola nikamuua yule jamaa. Tayari naenda Segerea. Au kwa akili zangu, yani kwa kupaniki, nikamuua mwizi wangu, nikajua na mimi. Taifa limeshapoteza mtu muhimu. Nimekupa mfano na ni vitu vinavyofanyika vibaya mno. Zamani jamii ilikuwa inafanyaje? Sheria za maadili zilikuwa ni jukumu la jamii. Ndio maana nikakupa mfano kwamba mwizi wangu mimi, nikishamjua mwizi wangu na mripoti kwa jamii, jamii inamuua. Kwa sababu siku zote mwizi si hawezi kutafuta cha kwake. Kwa hiyo wanawake wanavyohubiriwa uhuru, tukirudi kwa maadamu aliyotuanzishia kipindi kwamba tunaolewa na tunayemtaka. Kumbuka sisi wenyewe kipindi cha nyuma tulikuwa hatuna uhuru wa kuoa. Unatafutiwa mke na yule mke atakuvuruga. Wanawake tangia zamani ni kivuruga, yani wanatuvuruga hivyo. Akisha kuvuruga utaongezewa mwingine, unakuwa na watatu wangapi? Yani bifu inakuwa wanawake kwa wanawake, wewe ndio unakuwa na amani sasa. Yani ndivyo, yani ukitaka enjoy wanawake usiwe naye mmoja, uwezi kuwa na mmoja wewe. Wanawake uwe nao kuanzia watatu. Sasa hiyo lazima tuipeleke kwa Gen Z. Sasa Gen Z wanaokwenda kanisani, hichi kitu hawezi kufundishwa. Gen Z wanafundishwa vizuri kabisa Daudi, lakini hawaambii Daudi alikuwa na wake wangapi. Gen Z, hebu muulizeni pastor. Daudi yuko mbinguni, yuko motoni, na Daudi alikuwa na wake wangapi? Matangopori ya kanisani haya. Kumbuka walikuja wakatukuta tunaoa mke zaidi ya mmoja. Sasa wanarudi wanatuambia tuoe wanaume wenzetu. Yes, Yesu yule. Fanya research uje unipinge. Ni kuonyesha na makanisa yaliyo Bongo kwamba hapa Bongo yatakuhubiria ndoa ya mume na mke, lakini kule alikotokea yanabariki ndoa ya jinsia moja. Sitaki bifu na Wakristo. Mimi na dili na Gen Z wa ujua ukweli. Kwa hiyo kwa kumjibu Baba Levo ni kwamba wanawake wanafundishwa hivyo ili kutengeneza social unrest. You see?
Lakini tungekuwa na misingi, na ile misingi nayo semaga yani tukitekeleza haki za kibinadamu, wanawake wanataka uhuru, kwamba mwanamke na mwanaume wanakuwa na uhuru sawa. Nyumbani kwako usiku umeingia, una mtoto wa kike na wa kiume, unamtuma nani? Natural unamtuma wa kiume, natural kabisa, kule shamba na wapi. Shida ni kwamba tunatatua matatizo ambayo hatujui yaliletwaje. Tumetekwa, tumepelekwa sehemu, hatujui njia ya kurudi tulikotoka. Ndivyo alafu tunapambana kutatua matatizo ambayo hatujui msingi wake. Yaani tofauti na unatibu malaria kwa misingi ya typhoid. Yaani method, njia unayotumia kuitibu malaria ni njia ya kutibu typhoid. Utapona? Ndio maana kesi ni nyingi sana. Mpaka dawati la nini? Sijui dawati gani lile wamefungua. Jinsia sijui na nini. Hiyo tutatoa hiyo. Najua njia ya kuua hiyo kitu. Ni biashara za watu najua. Wewe unafikiri ukienda Marekani leo hii ukahubiri, kwa nini wa Marekani hawaruhusu polygamy? Yaani mume mmoja wake wengi. Lakini wana polygamy zao. Ukiona mtu amevaa nguo yenye nanasi liko juu chini, huyo mtu maana yake ana mke, lakini yeye na mke wake wameelewana kwamba akikutana na mwanamke mwingine anaweza kulala naye. Na huyu mwanamke naye amevaa hiyo t-shirt yenye nanasi juu chini. Maana yake wameelewana na mume wake pia kwamba tunatoka tunaenda baa, lakini ukikutana na mwanamke ukamuelewa, unaweza kumfanya unavyofanya, na mimi nikikutana na mwanaume tukielewana. Ushakusikia hayo mahusiano? Hiyo ndio polygamy ya Marekani. Yaani mmeoana na mtu, lakini yaani sijui nisemeje, yaani sijui inaeleweka. Hakuna sheria za ndoa mnazozisimamia. Kila mtu akipata mtu wake anafanya yake hivyo, lakini mko kitu kimoja. Hiyo ndio polygamy ya Marekani na Ulaya. Nanasi, kiona mtu amevaa nguo nanasi juu chini, yaani ile nanasi nazo unalijua, sasa limegeuza juu chini. Bado hamjajua hii dunia wewe. Kwa sababu ukichukua polygamy ya Kiafrika ukipeleka Marekani au Ulaya, utaua biashara ya sex toy, zitakufa zile biashara. Biashara kesi za ndoa inakufa, yani divorce yote inakufa. Yani chukua huu msingi wa polygamy, afu ukawa ni sheria rasmi ya maisha pale Marekani. Biashara ngapi utaziua? Utaua biashara kibao, na mzunguko wa hela pia utaslow. Sehemu yoyote mwanamke ana uhuru uliopitiliza, mzunguko wa hela huko juu vibaya mno. Jiulize, kwa nini? Unajenga nyumba, mnajenga gorofa, unampa hela mke wako kwamba simamia nyumba, mimi napambana, hakikisha nyumba inaisha ili tuweze kuishi na familia. Hela unazompa ananyofola, anaenda kujenga naye nyumba yake kadogo. Wewe unajenga nyumba ya familia ili muishi pamoja. Yeye anatengeneza mazingira ya kujitegemea ndani ya ndoa. Hapa ndo uzungu plus. Unajengaje nyumba na mwanamke? Yaani hapa nataka nimjibu kifupi. Mimi naitwa Emmanuel Steven Mushi. Nikimpata Janet Joseph Masawe, nyumba nitakayoijenga sio ya Steven Mushi, ni ya Janet Joseph Mushi. Kinachotokaga ni ile jina la mbele. Janet alitolewa kwa Masawe, akaletwa kwa Wamushi. Kwa nyumba, shamba inatakiwa iandikwe ni la Janet Joseph Mushi. Wazungu wakawaletea kwamba ukimwoa mwanamke anabadilisha jina la baba yake linakala kwako. Unaona wazungu walivyowachota akili? Unaweza kumzaa mtoto wa kike huyo unaishi naye. Nyumba, shamba utakalonunua sio lako. Mimi sina hela sasa hivi, mimi sina maisha. Lakini siku zikiingia hizo hela sio zangu, za Wamushi, kwa sababu Wamushi ndio wamenitengeneza. Ndugu zangu, hii dunia ina misingi yake. Tuachane na misingi ya wazungu. Kwa hiyo mwanamke atakayenipata mimi sina shamba, mimi sina chochote. Nikinunua shamba ni la Wamushi lile. Yaani hebu tengeneza hii picha. Baada ya kupevuka inabidi Wamushi wangenikatia kipande changu cha shamba, wanijengee nyumba. Ile nyumba ni ya nani? Si yule mwanamke aje akae pale azae watoto Wamushi waongezeke, ukoo wa Wamushi uendelee kukua. Kwa tengeneza hiyo picha njoo nayo katika huko duniani. Shida ni kwamba kwenye nafsi zenu kumejaa cha kwetu, cha kwangu. Hakunaga cha kwetu, cha kwangu. Wewe ni mali ya jumuiya. Unajenga na nani wewe? Ukijenga gorofa ni la huyo mke wako chini ya mwavuli wa ukoo wenu. Shida mke wako anaamini kwamba mmepambana naye. Si mna zile mila za kizungu mpambane wote. Na hii ni matokeo ya wazungu kutunyang'anya riziki. Ndio maana unakuta mwanaume hujajijenga kiuchumi alafu unaoa. Alafu mnaanza kupambana. Unajua sifa ya mwanamke? Unajua mwanamke ana wivu. Yaani umuoe mwanamke katika shida, mpambane msimame, alafu nataka kuongeza mke mwingine. Mwanamke hawezi kukubali. Ndio sifa ya wanawake. Yaani ndio sifa ya wanawake kwamba
shida zote mambo yamekuwa vizuri, unataka ongeze mke mwingine. Huyo mwanamke, wanawake hicho kitu. Lakini amefika, chochote anachokitaka anapewa, anamwambia hii inatoka kwa Wamushi. Kazi yako wewe, zaa watoto hapo. Unataka nini? Nyumba gani? Shamba gani? Mali ya Wamushi, mimi sina kitu. Hata nikifa Wamushi watakutunza. Ndivyo tulikuwa tunaishi kijumuiya. Sasa unajenga nyumba na mwanamke. Hizi ni mila za kizungu. Unajenga nyumba na mwanamke kivipi? Turudi kwenye misingi ya babu zetu. Tulikuwa tunaishi kwenye jumuiya. Mimi nikioa kwa Wamasawe, anakuja kwa Wamushi, anabadilisha tu ile jina kwamba ametoka kwa jumuiya ya Wamasawe, amekuja kwa jumuiya ya Wamushi. Kwa nyumba, gari, chochote anachokigusa sio cha kwangu, ni cha Wamushi. Hata nikifa zile mali ni za Wamushi. Tulia hapo kwa Wamushi, tunza watoto wa Kimushi. Kumbuka zamani tulikuwa tuna matatizo ya sijui mgumba nini. Sasa hizi zimekuja sijui mgumba. Yaani unajua tuna matatizo mengi sana wazungu wametutengenezea. Na kumuingiza mwanamke kwenye financial infrastructure za jamii yako hajazaa doesn't make any sense. Yes. Kwa sababu thamani ya mwanamke tangia zamani ni kujenga ukoo mwingine. Mmekuja kufanyaje? Mmeanzisha kwaya. Umetoka kwa Wamasawe, njoo zaa watoto. Sijui tugawane, wazungu wametuletea upumbavu. Unatoka kwenu una hata underwear. Unakuja Wamushi wanakununulia underwear, everything you need, Mushi will provide for you. Kugawana inatoka wapi? Kugawana ni upumbavu wametuletea wazungu. Kugawana haikuepo. Mimi nazitafuta, nikizipata yote atakaingia kwenye trajectory yangu ajue mimi sina kitu. Vyote ni vya Wamushi. Uje uzae, Wamushi wakupe unachokitaka. That's how it work. Usiniambie tuende mahakamani tukagawane na nani. Mimi mlala nje saa hizi. Zikiingia tu atakaingia kwenye trajectory yangu ajue mimi sina kitu. Kuna mwanamke anatumwa kwenda kumrekodi kiongozi hotelini, yuko utupu. Inawezekana kweli mimi nimeamua labda kuchepuka. Naomba tuelewane vizuri. Nimeamua kuchepuka. Unaenda kwenye simu ya binti, unamkuta wakati unatoka kuoga unajifuta, alikuwa na kurekodi. Unaona kwenye simu. Niambie ni tukio gani utalifanya? Waheshimiwa wabunge, mniambie, utachukua hiyo simu upeleke polisi kwa jamani, huyu ananirekodi? Je, unawaamini polisi kiasi gani? Waende wakaone hali yako ulionayo? Au ni nini kitakachotokea? Kwa naomba sana wakina mama, wakati tunawatetea kwenye swala la ukatili wa kijinsia, naomba na nyie mjiondoe kwenye mazingira ya kupata huo ukatili. Nikikuta unanirekodi nitakufanya nini? Nitakufanya kitu gani? Una roho gani? Issue ya wanawake au wanaume kurekodiana wakifanya mapenzi au wakiwa utupu. Hapa kuna kama pande mbili, pande tatu. Kwa mtu maarufu, huwa mchezo unaochezeka labda mwanamke ataweza kapewa kiasi kikubwa cha fedha. Manake wahusika wanakuta wana shida na huyu mtu maarufu. Kama masuala ya Epstein file, yani kama Epstein file kwamba kutumia zile picha zake kama blackmail, kuforce kitu fulani, fedha au chochote. Issue ya kwanza. Kwa watu ambao sio maarufu, picha za ngono sasa hivi ni biashara. Yes. Kama vile unaona watu wanavyo upload kwenye YouTube wanalipwa, iko mitandao ya ngono, watu wana shida na picha. Hii biashara ilikuwa inafanyika sana Marekani. Na Marekani ilikuwa inafanyikaje? Watu wanaingia kwenye, mpaka leo na kesho zinafanyika Bongo, nadhani imeshaingia kwenye hivi vyumba vya kulala, sehemu ya kuogea, kuna kamera zinawekwa sehemu mbalimbali, kamera kwa siri kurekodi watu wakiwa watupu, wakaziuze hii picha. Ni biashara. Kwa hiyo kuna watu wanarekodiwa, ni watu maarufu, watu wametumwa picha. Kuna watu wanarekodiwa, yani mnaweza uko na mpenzi wako, yeye ndo ana shida, yani mtoto wa kike ana shida na picha zako wewe, anakurekodi wewe pasipo wewe kujua akaziuze. Au wewe mwanaume unamrekodi mtoto wa kike pasipo wewe kujijua ukaziuze. Kuna wengine wanajirekodi wenyewe kwa ridhaa yao wenyewe, tunajua ziko mtandaoni. Yani mtu ana set simu yake anavua nguo. Especially wanawake ndo wanafanyaga hivi vitu sana. Wanawake ndo wamekuwa waanga wa hii michezo, kuuza picha zao wenyewe. Kuna wengine siku hizi wanafanya mapenzi, wanaziba nyuso zao, wanauza picha zao. Kuna njia nyingi, kwa sababu ndio teknolojia imetufikisha hapo. Na hizo picha watu wanazitaka, yani kama vile unavyoona picha za YouTube na nini huko, Instagram na nini, na kuna mitandao inayonunua picha za utupu kama biashara. Kwa hiyo kuna number 1 labda biashara, namba 2 labda mtoto wa kike ametumwa kumblackmail mtu maarufu, au hata mtoto wa kiume anatembea na mtu maarufu wa kike ametumwa picha zake kumblackmail. Hiyo michezo inachezeka. Dawa hapa ni nini?
hapa kwa watu maarufu hapa kunakuwa ni shida kidogo, sababu unaweza ukawa na mchepuko wako kama alivyosema Baba Levo, mchepuko mimi sikuamini, tukikutana sitaki nikuone na simu, it's okay. Je, kama mchepuko ameenda ku booking, alipo booking amesha set camera, it's very complicated, unless labda mnakutana labda ya Airbnb, I don't know, tuacha hiyo, ni scenario ngumu kidogo, lakini teknolojia ndio imetufikisha hapo kwamba masuala ya kurekodiana. Lakini mtu maarufu manake si una hela, unachepukaje? Unakuwa na wake zako wawili, unachepuka kwa sababu bado una akili ya Kiromani Empire ya mke mmoja. Kwa na wake wako watatu, unachepukaje? Leo natoka na mama fulani, kesho natoka na mama fulani, natoka na mama fulani, lakini una ile akili ya Kiromani Empire, tembea na mke mmoja, na wanajua kabisa kuishi na mwanamke mmoja ni ngumu, na kama ni ngumu mtatengeneza social unrest, mtakuwa mnagombana tu, na mnapogombana mnashindwa kuwa na maendeleo endelevu katika jamii yenu, inakuwa rahisi kutawaliwa. Jamii sio kuwa na utulivu, ni rahisi kutawalika, haiwezi kuwa na maendeleo. Mfumo wa kimahusiano tangia zamani lilikuwa ni jukumu la jamii na sio jukumu la individual, kama alivyotuambia mbunge hapo, tunaolewa na tunaowataka, wakati sisi tangia day one tulikuwa tuwaoi tunaowataka. Unataka uolewe na naye kutaka, unayemtaka wewe, utaolewa kama Jennifer Lopez madamu mbunge. Hizo rhetoric tuzitoeni. Tumeuziwa tamaduni ambazo ni za kututengenezea social unrest. Piga research yako, uchunguzi wako. Kesi za talaka ni nyingi sana magharibi, ambapo ndio utamaduni tunaoadapt, ni from nowhere. Tukijiswitch kwenye misingi ya babu zetu, na tuwezi kujiswitch kwenye misingi ya babu zetu kama riziki haijarudi kwenye misingi ya kijamii. Maana yake ardhi irudi kwenye misingi ya kijumuiya, na tukirudi kwenye ardhi ikirudi kwenye misingi ya kijumuiya, na hatuwezi kurudi kwa kina jumuiya kina Mushi, Malia, Joseph, JKT. Mwanamke amepewa mimba na Joseph yuko Kimara, yeye anatoa tu namba ya simu kwenye jumuiya yake ya labda yuko Gongo la Mboto, bana aliyenipa mimba ni huyu hapa, anaitwa watu hudumie hapa fresh kabisa. Kuna yani tukisha inyang'anya serikali ya CCM ardhi, mbona kuna vitu vingi tutaviriseti, kwa sababu riziki kishakuwa ni ya jamii. Tunajua siku zote wanaume tunavuna riziki nyingi sana, lakini haiwafikii wanawake wahusika ambao ni wanawake wenye watoto. Tumeishia kupeleka yani mfumo wa riziki wa sasa, ila zinawafuata wale wasiotaka kuzaa. Angalia wanawake matajiri, nitumie hilo neno, ni masingles au wasiokuwa na watoto wengi. Kwa nini? Sio kwamba wamependa kuwa hivyo, kwa sababu wakizaa wanakuwa hawana thamani katika jamii. Lakini tukijiswitch kwenye mfumo wa babu zetu kwamba mwanamke mwenye watoto ndio mwenye thamani na riziki inamfikia vizuri kabisa, kwa sababu wavuna riziki ni wanaume sisi leo na kesho. Wasiwadanganyeni akina Nifa hao. Yaani biashara Hanifa ili iende, lazima wanawake wenzake wadhalilishwe wapate hizo fedha wakanunua hivyo vipodozi vyake. Sasa tukijiswitch katika mfumo wa kijamii, udhalilishaji hauwezi kuwepo. Fulani kanipea mimba, ela itakufikia tu, unatulia na mimba yako na we will get there when ardhi inatoka kwa CCM inarudi kwa Watanzania, na tunatengeneza mfumo wa kuvuna riziki, wanaozaa, wanaotulia majumbani, riziki inawafikia. Utamwona kila mwanamke anazaa. Ambao hawapendi kuzaa, ni mfumo unawalazimisha wasipende kuzaa. Wala si walaumu dada zangu, najua system inayotumika, sababu unajipiga mahesabu, nikizaa tu, nikishika mimba tu. Na hata kama aliyekupa mimba ni Yusufu, na Yusufu ni labda ni mpiga matofali, yani hana uhakika wa kipato, tunamuingiza kwenye mfumo wa kupata kibarua. Yani wanaume ambao wana familia wanakuwa ndo kipaumbele kupata vibarua. You see, yani hiyo picha uioni? Mbona mimi naiona? Shida ni tunataka kutatua matatizo yetu ya kindoa kwa kutumia njia za mkoloni. Kwa nini kabla ya mkoloni tulikuwa hatuna hizi kesi na sasa hivi hizi kesi zipo? Riziki bado ameshikia mkoloni, alafu tuendelee kuzaana kama zamani. Haiwezekani. Riziki irudi kwetu, turudi kwenye misingi yetu ya zamani. Magomvi yatakuwa hakuna, amani. Kazi ya wanaume vuna riziki, letea wanawake, jamii endelee kuongezeka. Kila kitu kina script inayotengeneza tukio. Soma script, angalia script inabadilishwaje. Tuelimike, tusiwe wasomi.